بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، katika liqa yetu ya leo tunakumbushana maudhui muhimu inahusiana na mausimu wa Ramadhani, nayo ni athabat والاستمرار في الطاعة في هذا الشهر المبارك, kuthubutu na kudumu na kuendelea katika taa, hasa katika mwezi wa Ramadhani. Mara nyingi makhutaba, mashayikh, maduat huwa wanazungumzia mwisho wa Ramadhani Muislamu anatakiwa adumu katika taa zile ambazo akiendelea nazo katika mwezi wa Ramadhani awe ni mwenye kuendelea nazo baada ya Ramadhani. Lakini ni nadra sana usikia mashekhe na duat kukumbushana kuthubutu katika taa katika mwezi wa Ramadhani, na hii ndio maudhui yetu ya leo: athabatu wadawamu walistimraru bitaati fi Ramadhani. Ahibati alkiram, Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani ametufundisha kwamba Muislamu anatakiwa amali zake, taa zake zisiwe zina kikomo maadamu yuko hai. Taa kwa Muislamu ni mambo ya kila siku katika maisha yake. Allah subhanahu wa ta'ala amwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, muabudu Mola wako subhanahu wa ta'ala, endelea kumwabudu, uwe katika taa mpaka pale yaqini itakapokujia, yani maut. Kwa hivyo laysa lilibadati ghayatun yantahi ilayha siwa almaut, ibada haina mwisho isipokuwa mauti yakikufikia, ndio ibada zako zishamalizika. Idha mata ibn adam inqata amaluhu. Kwa hivyo ni maudhui muhimu sana Muislamu akiwa tukumbushane, hasa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Al-istimrar wal mudawama ala taa ni katika amali ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anazipenda sana, bali ni katika sifa za wale waumini ambao Allah jalla wa ala ametaja katika Qur'ani. Ni katika sifa yao ni kwamba katika sala zao ni wenye kudumu, walladhina hum ala salatihim daimun, wanadumu katika sala. Si kwamba wanaswali wanapotaka, wanaswali msimu wanaotaka, Ramadhani peke yake wanaswali, la. Sifa ya muumini ni yule ambaye anadumu katika kutekeleza sala na kutekeleza taa zake. Katika hadith muttafaq alayhi min hadith Abi Hurairah, Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia, ahabbul a'mali ila Allah adwamuhu wa in qalla, amali bora ambayo Allah anaipenda zaidi ni ile amali ambayo Muislamu anadumu nayo hata ikiwa ni chache. Wasali witri kila siku rakaa moja nyumbani, yani miezi 12 unaswali witri rakaa moja. Hiyo ni bora na inapendekeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuliko yule ambaye ataswali witri rakaa 7 wiki moja, mwezi mmoja, miezi miwili kisha akaacha. Yule anayeswali rakaa moja atadumu nayo witri, hadha ahabbu ila Allah azza wa jalla, hata ikiwa amali yake ni chache. Kwa hivyo Waislamu tunatakiwa tuwe ni wenye kudumu katika taa. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala amezibadilisha roho zetu na nafsi zetu na iman katika mwezi wa Ramadhani. Tunahisi ladha, tunahisi nashati. Kwa hivyo hii yatakiwa Muislamu mpaka akhitimishe mwezi wa Ramadhani yawe ndiyo ada yake na desturi yake katika maisha, na ndiyo amali alikuwa akiipenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aliulizwa Aisha radhiyallahu anha katika hadithi alladhi rawahu Muslim, vipi amali za Mtume sallallahu alaihi wasallam zilikuwa vipi? Aisha akasema, kana amaluhu dima, yani kana yudawim ala amali, akidumu katika amali yake, sikushika kisha akawacha. Kwa hivyo tunakumbushana katika hizi dakika zilizobakia mambo ambayo Muislamu lao atashikamana nayo atakuwa ni mwenye kudumu katika mwezi wa Ramadhani, kwa sababu tunaona nashati siku za mwanzo, lakini kila tukiingia 10 la pili tunaona watu nashati inapungua. Katika kusoma Qur'an hakuna tena nashati, katika tarawih hakuna tena nashati. Aina dhahaba an-nashat? Ilikwenda wapi ile nashati tulikuwa nayo mwanzo sisi? Na tabia ya binadamu
mwanadamu maumbile yake ameumbwa ana sifa hizi mbili. Ana sifa ya nashat, mara nyingine anakuwa na khumul na kasal. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi alladhi akhrajahu Imam Ahmad fi al-Musnad, qala alayhi salatu wassalam, likulli amalin shirratun, kila amal ina shirra. Shirra ni nashat. Kazi yoyote unayoifanya inafika kipindi unakuwa nashat sana, hata katika mambo yetu ya kidunia. Hapa Mtume hakuchagua amali maalum ati amali za dini, la. Amali zote mwanadamu anazozifanya anapitikiwa na kipindi anakuwa na uchangamfu na nashat na himma sana kuifanya ile amali. Hafidhul Qur'an anakuwa na nashat, mara utamwona mingi na uvivu. Mfanyi biashara kuna wakati anakuwa na nashat katika biashara yake, kisha kuna wakati anakuwa mvivu, hataki hata kwenda kazini. Hii ni hali ya binadamu. Allah amemuumba ana tabia hizi mbili. Likulli amalin shirratun, kila amal Allah amejalia ina nashat na uchangamfu na himma. Wa likulli shirratin fatra, kila uchangamfu una uvivu, yani unafuatiliwa na uvivu. Hiyo ni tabia ya mwanadamu. Kuna wakati anajihisi ana uchangamfu katika kutekeleza jambo fulani, kisha kuna wakati fulani anakuwa na uvivu. Sasa wewe ni mwenyewe ujiwe kujibalance mwenyewe. Ikiwa uvivu wako ni katika kutekeleza mambo ya faradhi, basi ittahim nafsak. Mambo ya faradhi hautakiwi uvivu. Mambo ya faradhi lazima usimame nayo. Sala 5 lazima utekeleze. Hakuna kutekeleza, yani kuacha kutekeleza ya faradhi ukasema mimi nasikia uvivu, la. Yani uvivu wako unatakiwa, ikiwa uko basi katika ile sunna, tena ile sunna yenyewe utekeleze walau qalil. Yani al-iqtisadu fi sunna maana yake si uache sunna, la. Al-iqtisadu fi sunna ni kuleta hata ikiwa ni kichache. Kwa mfano wewe huwezi kuswali tahajjud nyumbani katika miezi ile mingine, lakini aqall zile sunanur rawatib qablia na baadia usikose. Huwezi kuinuka usiku, qablia na baadia usizikose. Yani hiyo ndiyo maana shirra katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani futur na uvivu wako iwe kwa uchache, kuna sunna waifanya. Ahbabi fillah, jambo la kwanza ambalo litatupatia sisi Waislamu kuwa na nashat na uchangamfu na thabat na istimrar katika taa mwezi wa Ramadhani, kwanza ihdaru niyati ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala. Yatakiwa tuweke nia katika nafsi zetu kwamba sisi tunaabudu. Tukifanya qiyamul layl hatuji tu kutekeleza ada sisi, la. Si kwamba watu wanakuja kuswali na sisi tunakuja. Na hapa ndipo tunapofeli sana. Tumegeuza ibada tukaifanya ada, mazoea. Na ndiyo makusudio ya nia katika amal. Allah kuweka amali kwamba haikubaliwi ila kwa nia, innamal a'malu binniyat. Amali inafanya kazi mbili, au nia inafanya kazi mbili katika amali zetu. Nia kwanza inatofautisha baina ya ibada na ibada nyingine. Kuna ibada ya sunna, kuna ibada ya fardhi. Ukitia nia utajua hii ni nia ya faradhi, hii ni nia ya sunna. Kisha kazi ya pili, nia inatofautisha baina ya ibada na ada. Sasa wengi katika Uislamu wana swali tarawih kwa kuwa ni ada na mazoea, watu wanaswali au wanakwenda msikitini. Haitakiwi hivyo Muislamu. Muislamu atakiwa ayuhsina an-niyya wa annahu yata'abbad lillahi azza wa jalla. Anamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, anamfanyia ibada rabbun karimun jawadun, ambaye ana haki kwetu sisi, nao ni haki ya kumwabudu. Tukiwa na nia njema katika ibada zetu, basi tunakuwa na dawam katika taa, kuliko yule ambaye anafanya hawala al-ibada ila ada, ameigeuza ibada akaifanya ni ada. Mara nyingi huwa hana dawamu, anachoka haraka, hata 10 la pili hafiki, ashakimbia. Kwa nini? Kwa sababu yeye alikuwa akifuata lile grupu mtaani, watu wa msikiti fulani, na yeye yuaenda. Akichakuona lile grupu lake alilofuata haliendi, na yeye pia haendi. Kwa nini? Kwa sababu alifeli kuanzia mwanzo, hakuwa na nia ya ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala. Sisi tunamfanyia ibada Allahu jalla wa ala, na hii ibada tunayomfanyia Allah manfaa inarudi kwetu. Allah subhanahu wa ta'ala haimnufaishi ibada kitu chochote. Katika hadith qudsi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kumpokea Mola wake subhanahu wa ta'ala, anasema ya ibadi, enyi waja wangu, innakum lan tablughu naf'i fatanfa'uni wa lan tablughu dhurri fatadhurruni. Enyi waja wangu, hamwezi mukafikia kilele
mwataka kuninufaisha mimi mkaninufaisha. Wallahi hatumnufaishi chochote Allah subhanahu wa ta'ala, na tukitaka kumdhuru Allah subhanahu wa ta'ala hatuwezi mdhuru. Tukifanya lema tujifanyia nafsi yetu, na tukifanya baya tujifanyia nafsi yetu. Man amila salihan falinafsihi waman asaa fa'alayha wama rabbuka bidhallamin lil'abid. Kwa hivyo tuwe na nia njema katika kutekeleza taa, kwamba tujifanyie nafsi zetu, tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili ambalo Muislamu akishikamana nalo linaweza kumsaidia kuwa na thabati katika taa ni an nastadhkira daiman, tukumbuke wakati wote fadail wa ajr hadha ash-shahr al-azim, thawabu na ujra wa huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kuna ujra mkubwa sana Allah subhanahu wa ta'ala ametupatia sisi Waislamu katika saumu, katika qiyam, katika qira'atul Qur'an, katika iftaru saim, katika itikaf, yani mambo mengi. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliuita huu mwezi ni shahrun mubarak, mwezi wa baraka. Na tulisema baraka ni baraka, yani ni maana pana sana. Baraka katika wakati wake, baraka katika masaa yake, baraka katika amal. Kullu shay'in fi hadha ash-shahr Allah subhanahu wa ta'ala yubariku fihi. Uweke katika akili yako, tastahbir fi nafsika daiman fadl hadha ash-shahr al-'azim wal ajr al-jazil alladhi a'addahu Allah azza wa jalla, ambao Allah amewaandalia. Ukija katika masala ya saum, Allah subhanahu wa ta'ala anasema kullu amali ibni adama lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Hiyo ni fadhila ya saum. Muislamu atakiwa uweke katika nafsi yako kwamba saumu Allah subhanahu wa ta'ala amejihusisha nafsi yake. Qiyam, kusimama usiku, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Qira'atul Qur'an, kumbuka thawabu yake, kullu harfin بعشر حسنة إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة والله يضاعف لمن يشاء. قيام ليلة القدر، اسمما ليلة القدر، ومن يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويوم الإسلام دائما katika mwezi ajikumbusha nafsi yake thawabu na ujra ambao Allah subhanahu wa ta'ala amemwandalia katika kila jema atakalolifanya katika mwezi wa Ramadhani. Haya mambo mawili kwa leo tunatoshereka nayo, tuyaweke katika akili daiman. Nastahdir wa nuhsinu niyya lillahi subhanahu wa ta'ala, tujaddid nia yetu kwamba tunamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na tukumbuke ujra na thawabu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameweka katika mwezi wa Ramadhani: qiyamul layl, al-i'tikaf, qira'atul Qur'an na zinginezo katika zile ibada ambazo zimethibiti kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. ولعلنا نقف هنا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.